viongozi wa matawi ya mkoa wa Dar es Salaam na mikoa jirani kama Pwani ambao nimewaona hapa, baraza la wazee wa klabu ya Yanga, ndugu zangu wanahabari. Leo ni siku ya Alhamisi tarehe 20 ambayo tumeitenga kuwa siku maalum ya sisi wanachama wa Yanga kupitia viongozi wa matawi mkoa wa Dar es Salaam kuja na kutoa maelezo yetu ama tamko letu la kuwashauri viongozi wetu wa kamati ya utendaji wa klabu ya Yanga. Kama mnavyokumbuka kwamba baada ya mechi ya tarehe 8 mwezi wa Machi huu kuvurugika pale uwanja wa Benjamin, klabu yetu walitoa tamko rasmi ambalo lilionyesha kwamba hatutacheza tena mechi ya marudiano na wenzetu Simba, kwa sababu tuliamini kwamba tumeshamaliza mechi ile. Lakini katika taarifa ile, klabu kupitia kamati ya utendaji kwenye tamko lao waliainisha mambo mengi. Moja ya vitu ambavyo wamevielezea ni kwamba tumepata hasara zaidi ya milioni 58 ambazo zimesababishwa na baadhi ya watu wachache ambao walivuruga mechi ile. Lakini pia walidai kwamba ni vizuri tukapewa pointi 3 kwa sababu tulitimiza kila aina ya kanuni ambayo ilitakiwa kwenye mechi ile. Lakini wakaenda pale zaidi kwamba wanachama, wapenzi na mashabiki wetu wamesumbuka, wamepata tabu kutoka mikoa mbalimbali na hapa Dar es Salaam pia kwenda uwanjani kuisupport timu yetu, lakini mechi haikuwepo. Hivyo ni usumbufu ambao umefanywa na baadhi ya viongozi wachache wenye mamlaka ya kuongoza mpira wa nchi hii. Waliwapa TFF masaa 72 kujibu barua yetu. Tunaamini barua yetu imejibiwa na klabu haikuridhika na majibu ya barua ile, ndio maana klabu yetu wamekata rufaa FIFA kwa maana ya chombo kinachoshughulika na migogoro ama usuluhishi kule kazi. Imani yetu kama mkoa wa Dar es Salaam, kwanza tuna imani na viongozi wetu. Tunaamini wamefanya hivi kwa maslahi mapana ya klabu yetu. Na sisi kama mkoa tunawaunga mkono kwa jitihada hizo, na tunasema swala hili tunaliacha mpaka hapo tamko kutoka kasi litakapotolewa. Tunaamini kwamba viongozi wetu wako makini. Viongozi wako makini na wako tayari kwa maana kwa ajili ya kuitetea klabu yetu. Lakini ndugu zangu, mtakumbuka kwamba kabla hatujajibiwa barua yetu, kitu ambacho sasa kimeleta taharuki kubwa kwa wapenzi na mashabiki wa Yanga ni pale baada ya rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini TFF alipoibuka na kuanza kutoa shutuma, dharau, kejeli na matusi kwa wanayanga. Hili ndio limetusababisha sasa tuamke tuje tuseme hapana, Yanga ina wenyewe na wenyewe ndio sisi. Amen. Kwenye kauli ya rais wa TFF ambao alipigiwa simu na kituo kimoja cha redio, akaulizwa swali, lakini badala ya kujibu swali alianza kuwashutumu, kuwatukana, na tunaamini alitulenga sisi kwa sababu sisi ndio tuliandika barua kupeleka TFF. Kwa shutuma zile ama kejeli zile ama dharau zile ziliwalenga wanachama, wapenzi na mashabiki wa Yanga. Moja ya dharau ambazo umetuambia ni kwamba
hao wanaodai hayo yaliyodaiwa kwenye barua ile ni mambo ya kitoto na ya kijinga. Tunaamini rais wa shirikisho la mpira wa miguu amemaanisha Wanayanga ni watoto na ni wajinga. Bora uwe mtoto uwe mwerevu, lakini ni watoto alafu ni wajinga. Hili limetukera, limetuudhi na limetusikitisha kama Wanayanga. Lakini mbali zaidi akaingia kwa viongozi wetu ambao sisi Wanayanga tuliamini tumewachagua viongozi makini, viongozi wenye nia thabiti ya kuendeleza klabu yetu, viongozi ambao tuliwapima tukaamini wanatosha ndani ya uongozi wetu. Akasema nao wana makando kando. Kwa hiyo wale tunawaambia awajibishe bodi ya ligi, nao waangalie viongozi wao wana haki gani ya kuendelea kuongoza kati nao si waadilifu. Hili nalo tunadhani rais wa TFF ama rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini ametukosea sana Wanayanga. Labda aje atuambie sasa. Sababu sisi hatuoni. Hatujawahi kuona ubovu wa viongozi wetu. Na laiti tungeona ubovu wa viongozi wetu, tungesha wawajibisha. Yanga hatuna sibili na mtu mbovu kwetu. Amen.